Hujambo ndugu msikilizaji unayenifuatilia mahali popote ulipo, na natumai kwamba mzima wa afya. Ulikuwa na hamu tele ya kupata taarifa ya habari kutoka CNPCC ya Kutumba, channel yetu, channel yako, channel yangu. Na ni kwamba leo ni tarehe 19 mwezi wa 3 na mwaka wa 2026, ni saa 11:39 msikilizaji wangu, na mimi naitwa Babu Felix Mwembamba, mtoto wa Mbanda, communicateur wako wa VDP, na nimekuja kwa sababu ya kukujuza tu taarifa fupi, kwa sababu katika ulimwengu radio za kimataifa hazina uhakika zaidi. Lazima uwe unatufuatilia, na si channel nyingine ambayo utakwenda kupata taarifa zenye uhakika zaidi ya channel ya CNPSC ya Kutumba, ambayo inakupa mambo ya kishaivya kabisa. Na yaliyojiri katika siku ya ile juzi jana hadi leo ni kwamba viongozi wa Rwanda na viongozi wa DRC walikutana huko New York mjini Marekani, na walizungumzia kuhusu usalama unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanajeshi 20 kutoka waasi wa Twirwaneho na Androide na M23 AFC hapo mjini Minembwe wamejisalimisha kwenye mikono ya jeshi tiifu la FARDC Wahibu na Wazawaza huko kijijini Mikenge. Sange na Chanunda itakuwa ni baadhi ya taarifa zetu ambazo tutakwenda kuzipeperusha katika jioni ya leo. Na mimi naitwa Babu Felix Mwembamba, kama nilivyosema. Wasikilizaji wangu, tuendelee kwa pamoja ili kulisikiliza ili tuanze na viongozi wetu kutoka DRC na Rwanda. Walienda mjini Marekani na walichokizungumza, baadhi ya maneno 4 aidha 5, nimechukua maneno mawili. Neno la kwanza, walizungumza kulingana na jeshi la Rwanda kuondoka haraka iwezekanavyo katika tarafa zote walizomiliki katika nchi ya Kongo, na hiyo imesainiwa kwa viongozi wote walioshiriki katika mazungumzo hayo katika nchi hizo mbili, DRC na Rwanda, ya kwamba Rwanda imekubali baada ya kuona mziki mkubwa walioupelekewa na FARDC Wahibu na wazalendo kwa ujumla, na wakaona kwamba hakuna tena ile tumaini ya kusema kwamba FARDC na wazalendo watakwenda kuwapa nafasi ya wao kusonga mbele. Na baada ya kuona kwamba hakuna jeshi hata mmoja wanayeongea naye, kwa sababu ikumbukwe kwamba wazalendo na FARDC Ibu ambao wamefika kwa sasa hawana mpango wa kukubali rushwa wala kuongea na muasi wa AFC M23, na bila maongezi AFC M23 haiwezi ikashika kijiji wala santimita moja, maana nguvu hawana. Na ni kweli kwamba waliprofite kwa sababu walikuwa wamewekeza watu wao katika jeshi la taifa, na baada ya jeshi kubadilishwa, viongozi kubadilishwa, hilo limewafanya AFC M23 atangaze kwamba tumesitisha vita na sasa tunajikita katika maendeleo. Sasa waulize wanafanya maendeleo wapi, na maendeleo wanaifanya ili wao wawe watu gani katika nchi gani? Majibu unayo. Wamesema pia mipaka kuheshimiwa. Wamezungumza neno lingine la pili, ni kwamba mipaka yaendelea kuheshimiwa na nchi zote mbili. Lakini baada ya hapo pia Rwanda imedai kwamba kuwe na usawa wa kulinda wa raia wote, maana kwamba raia wa Kinyarwanda wanaoitwa Wanyamurenge wawe na ulinzi sawa na raia wengine katika nchi yetu ya Kongo. Na Rwanda imedai kwamba Kongo iwape muda muafaka ambao itashughulika na kuwasaka waasi wa FDLR ambao wanaishi katika nchi yetu ya DRC. Na
ndugu zangu, nataka niwaambie ya kwamba niliwatangazia ya kwamba waasi wa Twirwaneho AFC M23 wamechukua mbinu ya kusema kwamba watakuwa wanatoka katika sehemu wanazoishi na kuinfiltrate jeshi letu ili waangalie ni mbinu gani jeshi letu linatumikisha, wanajeshi wanajipanga pangaje, vifaa walivyo navyo, na wanajitoa hivyo kwa sababu ya wale ambao watabahatika kunusulika kurudi au kuondoka katika kambi zetu za FARDC na wazalendo, warudi katika maeneo yao na kuwapasha taarifa zote, maana hawapati tena taarifa kutoka FARDC kwa sababu makapta, majenero, makanali ambao walikuwa wapo katika FARDC hawapo tena. Kwa hiyo katika kujua jinsi tulivyo inashindikana sana, na ndo watachukua mpango huo wa kuwa wanajisalimisha. Niliwaambia juzi kwamba watakuwa wanajisalimisha, na imevaa mwili ya kwamba leo wamejisalimisha 20 wametoka Minembwe Center na wanafika hadi Mikenge. Jiulize, walitoka tokaje Minembwe? Minembwe inamilikiwa na waasi wa Twirwaneho. Wao wakapataje njia ya kutoka idadi kubwa kama hilo na kufika hadi Mikenge, na wale wajamaa wasiwaone kwamba hawa wanatoroka, wasiwaue? Hapo lazima FARDC na wazalendo wafanye mbinu za kuhakikisha wasiamini kila anayeongea Lingala. Maana video ninayo na kuna watu ambao wanaongea Lingala, na yule ambaye anataka au nitawawekea na video muone kabisa. Wasiamini kwamba mimi nitoka kwa Toma Lubanga sijui nini. Mmoja amesema tumechukuliwa kwamba tutaenda kwenye semina. Hapo tukaenda kwamba semina itakuwa ya kulipwa pesa. Baada ya kwenda kwetu tuka tumeingizwa katika jeshi la M23 na kuanza kupata mafunzo. Kwa hiyo wasiamini kila anayeongea Lingala. Wasiamini kila mkongomani wa sura. Hapana. Waamini kwamba wapo kwenye operation, na operation hiyo ni kwa sababu ya kuja kuwasaka hao walioua watu miaka nenda miaka rudi. Mfano, kama sisi tungewaweza, kama sisi wangetuweza, kwa mfano wangetuweza sisi serikali, wanatuweza hao M23 AFC wangetuweza, wanakamata Uvira, wanakamata Fizi, wanakamata Kalemi. Je, wangeweza kujitosha waliko na kujisalimisha? Wewe ujiulize, je, wangeweza kujitosha mahali walipo kwenye trupe zao na kuja kujisalimisha? Wanakuja ni kwa nia mbili. Wamoja wanakuja kweli kujisalimisha kwa nia ya kusema wamechoka na pori, kwa sababu kule kuna mateso mengi sana. Wali chakula vizuri, wanakaa kama vile wanagonjwa. Wengine kufika ni kuanza kupata matibabu, haina shida. Lakini kuna wengine ambao wanatumwa kisiasa kabisa. Kwa hiyo hakutumwi mtu ambaye anafanana na Mnyarwanda. Wote waliokuja ni wakongomani tupu. Je, Wanyarwanda wanasema jana tu hapa na Purusi aliwatetelea kwamba Wanyarwanda ni ndugu zetu, na hao wametoka Marekani, wengine wametoka Lubumbashi kwa sababu ya kuja kumpongeza Rais Felix Antoine Tshisekedi kwa kazi kubwa anayoifanya. Je, hapa ndo Kinshasa? Kama Felix ndo anafanya kazi, mapongezi yanakuja kwa huyu Jean-Jacques Purusi. Kwa nini? Anayefanya kazi yake ni Felix Antoine Tshisekedi, kama walivyosema, wanakuja kumpongeza kwa kazi kubwa anayofanya ya ulinzi wa nchi yao. Sawa, wamesema na wanukuu ni kwamba hatujakubali maneno anayosema Kagame Polo rais wa Rwanda kwamba anakuja Kongo kwa sababu ya kutetelea sisi kabila la Wanyarwanda wanaoongea Kinyarwanda katika ardhi ya Kongo. Sawa, tunakubaliana na wewe. Sasa je, hapa unapokuja kumpongeza Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ndo Kinshasa? Kwa hiyo wakongomani lazima wafunguke macho. Purusi sio mtu mzuri. Purusi anatetea sana Wanyarwanda, na yupo kwa sababu ya Wanyarwanda, hayupo kwa sababu ya Kongomani. Ndio maana walikuja kumpongeza Purusi kwa kazi kubwa aliyoifanya, kuwatetelea wao siku walioenda Kamanyola na akawarudisha. Na anawatetelea kwa sababu ni ndugu yao. Maana wangekuwa wanajua kazi anazozifanya Felix Antoine Tshisekedi wakati walifika Uvira, wangemsifia. Walichunga watoke Uvira, wanachunga wapigwe na drones pale nani Sange na pale Kianunda, ndio waanze kusema wanakuja kumtetelea. Na mimi nataka niwahabarishe ya kwamba, wandugu wasikilizaji wa CNPSC ya Kutumba, ya kwamba hakuna kusimama.
hata kama wanasaini kule, hakuna uweza tena kwa M23 kufanya vile wanavyofanya kwenye reseaux sociaux. Sasa Uvira sava, Uvira bonsoir, Uvira mko pale, na watu wengine mnasikiliza taarifa zao wanasema kwamba hivi Uvira wa M23 ishaingizwa sana pale, wako kwenye manyumba. Hakuna kitu kama hicho. Serikali kwa sasa imegeuka ni mahali ambapo haupo na upo kwenye hiyo serikali. Sisi ambao tulioko tunaona, tunasikia, hakuna kitu kama hicho kwamba hapa kuna Nyarwanda ambaye yuko ndani tena kama wanavyojidai. Hawapo na havitawezekana. Na kama wapo watakufa njaa. Watakaa humo mpaka wanakufa njaa. Maana hakuna uwezekano wa Mnyarwanda kufika Uvira. Hiyo ni ndoto. Na wala usikubali, na wala usiwazie, na wala roho yako isidunde kwamba no, mimi hivi, yani hawa watu hivi tena wataenda Uvira. Watu wana paniki, nani page zao kwenye Facebook zina paniki sana, YouTube zao zinajaa kwamba Uvira attention. Wasipaniki. Na wapa siku 45 ndio rais alitoa. Na hivi zinabaki siku 43. Kwa hiyo baada ya siku 43 utaniambia habari. Utasema Babu Felix Mwembamba ulisema ukweli ya kwamba serikali imesimama na serikali ilifanya kazi yake. Serikali ndugu yangu inasimama na ilishafanya kazi yake na mipango imeshaisha. Ukisikia vita vimeanza, si kwamba wamevianza leo, vilianza kuandaliwa muda mrefu. Ndio ukisikia wanaanza kupiga risasi, sio kwa kubahatisha. Kwa hiyo usidanganywe kusikia nini kilichoenda, lakini tunajua kwamba Purusi ni mtumishi wa Wanyarwanda, ndio maana walikuja kumsifia. Hiyo ndio taarifa ambayo utakwenda kulala nayo leo, ya kwamba vita vimesimama, lakini si kwa kusimama kutokupigana. Vimesimama kwa njia ya kalamu. Katika nchi wa Marekani viongozi wamesimamisha vita kwa kalamu, lakini sio huku. Sisi huku tunaendelea kupigana kama kawaida, kila siku, kila kukicha tunapigana. Najua Rwanda alituma wanajeshi kutoka manchi mengi, hatutaki kuyataja, lakini kwa sababu Rwanda ndo amejitokeza. Lakini sisi tunajua ya kwamba Rwanda hataweza kufanya hivi vita avishinde. Na mtu ambaye atamzuia Rwanda kujitawala kama alivyojitawala kipindi cha Kabila Joseph ni Felix Antoine Tshisekedi na wazalendo. Maana nitetee wazalendo, isingekuwa wazalendo leo kama Kalemi wameshafika hadi Lubumbashi. Maana jeshi lingechelewa na kwa kuwatoa ingekuwa issue sana. Kwa hiyo pongezi sana kwa wazalendo ya Kutumba CNPSC na wazalendo wengine wote, Ngoma Nzito, Makana Kikasimbire, Papa Rene Itongwa na wengine wote mahali popote mlipo, na wajenero ambao wanajitolea kwa sababu ya ulinzi wa raia. Wewe unalala nyumbani kwako, unazaa kila kukicha, wenzako wako maporini, alafu unawasema vibaya. Ndugu zangu, tuipende serikali yetu, tuipende nchi yetu, na tuitetelee, tuipiganie kila mtu kwa silaha yake alionayo. Asante, jioni njema. Ni asubuhi njema tena wandugu wasikilizaji wa CNPSC ya Kutumba. Mimi naitwa Babu Felix Mwembamba, mtoto wa Mbanda, nakula vizuri kama baba kwenda kazini. Endelea kutufuatilia katika YouTube, utatupata ukiandika tu neno CNPSC ya Kutumba, na hautakuwa umechelewa kwa kupata taarifa zako za kila siku. Tunakushukuru ndugu msikilizaji kwa kuendelea kuisambaza taarifa hizi, na hiyo inatupa supporta ya sisi kuendelea kuwajuza kila kukicha, kila jioni. Leo tutawajulisha kitaifa na kimataifa pia. Yaliyojiri kitaifa ni kwamba Mataifa Yulu amefanya uamuzi wa kuingia barabarani, na hapo kuingia tu barabarani amekosa watu, wanamemba wake hawakujitokeza kuingia barabarani. Koffi Olomide amjibu Epenge kulingana na ubadilishwaji au ukosoaji wa katiba yetu ya nchi. Amemkosoa Koffi Olomide, mwanamuziki nguli katika nchi yetu ya DRC, amemkosoa. Sylvain Ekenge, huyu ni msemaji wa kundi la Lamuka yake Martin Fayulu. Na kimataifa ni kwamba michezo, timu ya Senegal wamepokonywa kuwa washindi wa kombe la Afrika, kwa sababu utaisikiliza. Mimi nianze tu kwa kuwajulisha kwamba usalama katika teritwari ya Uvira, Fizi umeshikiliwa mumikono ya jeshi letu la FARDC wazalendo, na VDP imesimama kwa sababu
ya ulinzi wa raia. VDP ina vitengo vingi sana. Sisi wa communicateur wa VDP na wapiganaji wa VDP, na wewe unayesikiliza matangazo ukiwa na mapenzi katika nchi yako, na wewe pia ni mtu wa VDP unayesambaza voice zetu, sio voice za Wanyarwanda, wewe pia ni mtu wa VDP. VDP inataka kusema kwamba ni mtu anayejitolea kwa sababu ya ulinzi wa nchi yake. Ndio maana ya VDP katika lugha ya Kiswahili. Nimeifungua katika lugha ya Kiswahili. Na ulinzi jana kulikuwa na jana, lakini leo wamepumzika. Usiniulize kwa nini wamepumzika, kwa sababu uisikilie mbali. Kama tulivyozungumza ni kwamba Martin Fayulu aliingia katika barabara jana, aliingia katika barabara hiyo jana na kukusanya wafuasi wake kutaka kupinga mabadilisho ya katiba ya nchi yetu ambayo yana tazamiwa kuingizwa kwenye Assemblée Générale, Assemblée Nationale yetu au bunge tukufu letu la DRC hivi karibuni. Lakini Martin Fayulu akiwa ni mpinzani, baadhi ya wapinzani wengine hawakujitokeza. Martin Fayulu amesimama na akasema kwamba yeye amepinga, Martin Fayulu amepinga kubadilishwa kwa katiba ambayo inasema kwa kipengele cha 217 kwamba nchi yetu inaweza kuchukua kipande cha nchi kumpa jirani anayetaka kutunyang'anya, ili kwa kutengeneza ujirani mwema, kwa kuacha mizozo, tunaweza kukubali hiyo nchi ichukue ardhi yetu na sisi tunaona na macho, ili tutengeneze tu ujirani mwema, ili vita visiwepo. Yaani nikimaanisha kwamba hii article inasema kwa sababu hatuna nguvu, tunalazimika kumpa mtu mwenye nguvu kipande cha ardhi yetu, na akimiliki yeye kama alivyomiliki Urusi. Kumradhi, Urusi umemiliki ardhi ya province 3 kutoka Ukraine, na sisi tukubali hilo. Sisi VDP tukubali tunyanganyiwe na wao waishi hapa wote, sisi tugeuke kuwa Wanyarwanda, na watu ambao wako wamishoni huko, hata kama umekimbilia nchi gani, ukiwa tu mkimbizi, hiyo serikali ya Rwanda itadeklare wale wote ambao wamekimbia huko muwalete sasa wakae Kongo, au hii nchi ambayo itaitwa nchi ya volcan, mbo yeye kama msimamizi wa hiyo nchi aanze kututumikisha na sisi tukubali. Sasa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mko Antombolo Beto Mwema ya Manini amekataa hilo, akasema kwamba mimi siwezi kukubali kitu kama hicho kutendeka katika nchi kwenye utawala wangu, mimi mtoto wa nchi, hakiwezi kutendeka, bora tuvishane. Sasa Fayulu yeye anakataa, hapana, usibadilishe hilo. Hilo sitaki ulibadilishe. Na watu wengine ambao wana akili ndogo wanasema bora wasibadilishe kwa sababu anataka ajiongezee miaka. Sasa tunakuuliza wewe msikilizaji unayetusikiliza kwa sasa, je, akijiongezea miaka, asipojiongezea miaka, wewe ndio utakuwa rais? Majibu nayo. Mimi naitwa Babu Felix Mwembamba mwana Mbanda. Hiyo ndo aliyokifanya, hicho ndo alichokifanya. Kumradhi ndugu Fayulu, kaingia barabarani, lakini mpyaka nitawatumia video. Mpyaka inamaanisha kwamba alikosa wana memba wake kujitokeza katika barabara. Amekosa, yani hajaeneza hata watu 100, watu 100. Fayulu amepata aibu kubwa sana. Huyo alitazamiwa kuwa rais wa nchi, akasema ameibiwa, akasema verite des urnes, akataja vyake, lakini aliyemuibia ndo Nanga. Hajamsema Nanga umeniibia wewe, Nanga ni mwizi. Anakuja kumlalamikia Felix, wewe ni mwizi. Sasa sijui ile seni ilikuwa ya Kabila au ilikuwa ya Felix ambayo ilimuibia Fayulu. Wewe majibu unayo. Kwa hiyo Fayulu amekosa watu. Kwa hiyo kama wewe ulikuwa unategemea kwamba Fayulu atapata watu, hata na wakipiga kura sasa hivi Felix na Fayulu waseme boss, tufanye kura sasa hivi tu wawekwe, Fayulu atakosa watu kwa sababu hawapendi mtu ambaye anatetelea Wanyarwanda. Kutetelea kutokubadili katiba ya nchi ni kutetelea Wanyarwanda. Kinshasa pia Koffi Olomide
amemkosoa Epenge na kumwambia kwamba lazima tuheshimiane. Kongo hakuna wafanya siasa. Mimi naona ni watu ambao wanakuja kwa sababu ya kutafuta pesa katika siasa. Kwa sababu katika nchi zingine mfanya siasa lazima awe na vitega uchumi, ajitegemee yeye kama yeye. Awe kwanza ameshakuwa tajiri. Mfano kama mimi Kofi. Nina vitega uchumi na ninalipa watu kila mwezi. Nikiingia kwenye siasa ninakuwa nimeshajua kulipa watu, nishajua kuishi na watu, kutumikisha watu. Hapo mimi naweza nikawa mfanya siasa. Lakini si kwamba wewe Penge unayekataa ubadilishwaji wa katiba wakati wewe umekuja tu kuzalika na ukawa Epenge katika usemaji wa Lamuka. Hatukujua umetoka wapi, una kazi gani, umeshafanya nini, uni mchuuzi au hatujui. Yani ukijua lugha tu ya Kifaransa kuisema vizuri, hata kama ulikwenda kukaa huko Etazini ukajua Kiingereza, ukakaa Ufaransa ukajua Kifaransa, ukaja Kongo, wewe tayari ukisimama tu unaanza kusema Kifaransa vizuri, una haki ya kuchaguliwa. Na wakati hauna chochote, haujui chochote kwa sababu tu ya kujua lugha. Yeye Kofi akaenda mbali akasema, ningekuwa mimi ndo rais, kwanza kabisa kwenye Assemblée Générale, Assemblée Nationale, tungekuwa tunaongea lugha ya taifa. Lingala, Kiswahili, safi kabisa. Lakini sio kuongea Kifaransa. Kwa sababu kuna mainchi ambayo yanaongea kwenye Assemblée zao au kwenye ubunge wao wanaongea lugha zao kama Rwanda, Burundi, Tanzania wanaongea Kiswahili na kadhalika. Kwa hiyo Kofi anamaanisha kwamba mtu ili awe opoza, mtu ili awe politicien au mfanya siasa katika lugha ya Kiswahili ni kwamba lazima uwe na vitega uchumi. Watu wakujue, wakuzoee kwamba wewe una uwezo wa kumiliki pesa, unazo pesa, unavyo vitega uchumi na wewe una uwezo wa kulipa watu pesa. Sio kusoma tu au kujua lugha tu na hapo hapo unakuwa wewe ni mfanya siasa. Hapana. Kimataifa ni kwamba timu ya Senegal imenyanganywa kikombe cha Coupe d'Afrique des Nations. Haiko tena kikombe, haiko yeye ndo mwenyeji wa kikombe cha Afrika, Coupe ya Afrika. Imepewa Maroc. Kwa nini? Kwa sababu Senegal wakati walikuwa wamecheza mpira, baada ya kufunga goli, nasikia walitoka uwanjani. Unasikia walitoka uwanjani na hiyo Maroc ikadai kwamba walikimbia kucheza mpira wakapigwa forfait. Yani walitoka nje ya uwanja na baada ya kupose plainte Maroc wajaji wakaona kwamba Maroc ina sheria na Senegal ikapigwa forfait. Kwa sasa kikombe hawana, kimepokonyeuka, wamenyang'anywa na kimepewa Morocco au Maroc. Kwa sasa ndo yaliyojiri na mengine tutawajuza baada ya saa, kwa sababu tupo kwa sababu ya kuwakaza watu moyo. Na sisi tunataka kuhakikishia kwamba serikali yetu inasimama kwa sababu ya ulinzi wa nchi. Kwanza tuko na jeshi ambalo limefunzwa kwenye nchi tofauti. Kuna jeshi ambalo limetoka Egypt, kuna jeshi ambalo limetoka Israel na kuna jeshi ambalo linafunzwa hapa Kongo, linafunzwa na Waamerikani na Wafaransa. Usiniambie Wafaransa kule ndo wanajigawa wanatupiga, hapana. Wafaransa kule kuna mkono wa kulia na mkono wa kushoto. Kwa hiyo kuna Wafaransa ambao wanatupenda sisi, ambao tunakula nao, tunadili nao. Na hiyo ndo furaha tulionayo kuona kwamba nchi ya Rwanda ilikuwa inalelewa sana na hawa watu ambao Mungu aliwabariki kuwa na uwezo zaidi yetu. Na sisi tumepata watu ambao wanatulea, watu ambao wanatusikilia huruma, watu ambao wanaona machozi yetu yamevuja sana. Tumekuwa muda mrefu sana tunasumbuka, na wao wakasema na hawa pia ni watu na sisi lazima tuwe upande wao. Kwa hiyo hapa tuko draw. Wao wana watu wao kule wazungu na sisi tuna watu wetu wazungu. Yaani watu wetu wazungu hawatapenda wakuwe milie kwamba tuliita wa mercenaire tukapigwa. Na wale nao wanao. Sasa sisi tuna pesa, kizuri chetu sisi tuna pesa, tuna uwezo wa kufanya kila kitu kwa sababu tupate kila kitu. Wao hawana pesa. Kwa hiyo ukienda kufasi ambao pesa hazipo, wewe utalala njaa. Hicho ndio kinachofanya wazungu wanaenda upande wetu. Na tusisumbuke sana akili.
wewe kula tu. Sisi tunao kuambia, tunajua kinachoendelea. Jeshi linasimama, linalipanga vizuri, na jeshi lipo kwa sababu ya ulinzi wetu sisi. Ingawa tu kuna majenero, wakanali, makapta ambao hawakutaka sana hii kope ishie hapa ilipoishia. Walikuwa wanatamani hii kope iende, waende mpaka waibadilishe hii inchi, au wabadilishe uongozi wa Felix Antoine Tshisekedi. Unajua kwa nini? Baadaye nitakuja kukupasha kwa nini walikuwa wanatamani kubadilisha. Kwa sababu ni kuache kwanza kiporo. Asante sana, naitwa Babu Felix Mwembamba. Mchana mwema.